Kwa Grayson, safari ya mabadiliko ilianza alipopata mafunzo ya uchakataji wa mikunde kama vile maharage, njegere na soya kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa bidhaa zitokanazo na mikunde, ambako wanakikundi hao kutoka Rungwe waliamua kujikusanya na kulima soya na kuzalisha unga wa mchanganyiko ili kuboresha lishe kama anavyoelezea. Naitwa Grayson, natokea halmashauri ya wilaya ya Rungwe, kata ya Iponjola. Nimepewa mafunzo na mradi wa lishe ya mwanao unaofadhiliwa na shirika la watoto duniani, unaotekelezwa na shirika la CRS na Consonant. Kwa wale wanafunzi wote ambao tulipata mafunzo kule, tuliamua kuungana na kuja kuelimisha makundi tofauti. Na baada ya hapo tulilima soya, tukachukua ile soya kidogo tuliyopata, tukanunua na vitu vingine tukachanganya, tukaamua kutengeneza product ambayo itawasaidia lishe ya mama na mtoto na sisi wenyewe kuweza kujipatia kipato ili kuendeleza pale kile tulichofundishwa. Leo anaongeza thamani kwa jamii yake, anazalisha unga mchanganyiko, anauza, anapata kipato na anachangia kupunguza udumavu kwenye jamii yake. Ili jamii ifanikiwe, elimu sahihi ya lishe ni muhimu. Afisa lishe wa wilaya ya Rungwe, Halima Kameta, amekuwa mstari wa mbele katika kutoa mwongozo na kusimamia utekelezaji wa mbinu wanazopewa wanajamii. Naitwa Halima Kameta, ni afisa lishe wilaya ya Rungwe. Niliweza kushirikiana na hawa wasindikaji ambao walipata mafunzo. Katika mafunzo waliopewa ya utengenezaji wa soya, tumeweza kuelimisha jamii kuhusiana na matumizi ya hii soya kwa ajili ya kupunguza tatizo la udumavu. Soya ni protini inayotokana na mimea ambao inasaidia pia katika kupunguza udumavu kwa watoto. Kipekee ni washukuru sana wadau wetu wa CRS pamoja na Consonant ambao wanatekeleza mradi wa lishe ya mwanao katika halmashauri yetu ya wilaya ya Rungwe. Katika kijiji cha Inyala, Bahati Maneno anashuhudia namna mradi ulivyobadilisha mitazamo ya jamii kupitia ufugaji wa wanyama wadogo ambao ni sungura, simbilisi, na umuhimu wa ufugaji huo katika kuboresha lishe, hasa katika jitihada za kupunguza udumavu. Majina naitwa Bahati Maneno Mwanasinjale. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Inyala katika kitongoji cha Kolya, na ni moja ya wazazi ambao tumenufaika kwenye huu mradi wa kupewa wanyama ambao ni sungura pamoja na simbilisi. Nilipewa huu mradi kutokana na changamoto ambazo zilibainika kwa mtoto wangu katika hali ya ukuaji, alikuwa na udumavu, na nilipewa sungura hawa pamoja na simbilisi na kiongozi wangu, mkulima kiongozi ambaye anatoka ndani ya kata yetu ya Inyala katika kijiji chetu hiki. Mimi kama mzazi nashukuru katika mradi huu wa lishe ya mwanao unaofadhiliwa na UNICEF na unatekelezwa na CRS, unaolenga kuboresha afya za watoto wetu wenye umri chini ya miaka 5. Wahudumu wa afya ngazi ya jamii ni kiungo muhimu kati ya mradi na wanajamii. Kupitia mafunzo, Anganile amekuwa msaada mkubwa kwa wajawazito, watoto chini ya miaka 5, vijana rika balei kati ya miaka 10 hadi 19, wazazi walezi na wenzi wao wa watoto chini ya miaka 5, akitoa elimu ya afya lishe, malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto na usafi na usalama wa maji na mazingira na ushiriki wa wanaume katika malezi ya watoto wao. Naitwa Angelina Nkala. Mimi ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii katika kijiji hiki cha Inyala. Nimepewa mafunzo na mradi wa lishe ya mwanao katika kusimamia siku za afya na lishe, kuhakikisha huduma zote zinatolewa. Tunakutana na kina wazazi au walezi wa watoto kuanzia miezi 6 hadi miezi 59 kwa lengo la kuwafundisha au kuwaelimisha jinsi ya upikaji, hasa kwa kuzingatia makundi 6 ya vyakula, hasa
vyakula vya asili ya wanyama. Ili kazi ifanyike kwa ufanisi, usimamizi thabiti unahitajika. Nuru anasimamia timu ya wataalamu wa afya kuhakikisha kila familia inapokea elimu na msaada unaohitajika kikamilifu. Mimi naitwa Nuru Sanga, ni msimamizi wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Katika mradi wa lishe ya mwanao kwenye programu ya kupunguza udumavu, tuna mambo mengi tunayoyafanya. Kwanza kabisa tuna zoezi la siku ya afya na lishe ambalo tunaliandaa kwanza kwa kuhakikisha tumehakiki watoto wote kwenye kijiji, lakini pia kuwaingiza kwenye daftari la uhakiki. Na tukishapanga hiyo tarehe, tunakuwa na zoezi la upimaji, kutoa elimu kwa wazazi na walezi namna ya kuwalea hawa watoto na namna ya kupata mlo kamili. Kazi yangu hasa kubwa mimi ni kusimamia na kuhakikisha wale wahudumu wa afya wote kila mmoja amegawanywa kwenye sehemu yake. Lakini pia siku ya afya na lishe, kazi yangu kubwa ya kusimamia ni kuhakikisha taarifa sahihi zimechukuliwa za watoto waliopimwa. Mradi umechochea pia uzalishaji wa chakula bora kupitia kilimo cha ufugaji. Akiwa mkulima wa mfano, Barton amepokea mbegu, mbolea na wanyama wadogo ambao ni sungura, kuku na simbilisi ili kuongeza uzalishaji na kuhamasisha matumizi ya vyakula vya asili ya wanyama na mazao yaliyoongezwa virutubisho ili kupunguza udumavu. Majina anaitwa Barton Mwakugahove, ni mkulima kiongozi ambaye nimepitia mafunzo ya mradi wa lishe ya mwanao. Mimi ni mkulima wa mfano. Mradi huu umeninufaisha mimi hasa kwa yale mafunzo ambayo tulikuwa tumeyapokea, na ninapouendeleza nimeona faida yake, na nina ujuzi wa kujitosheleza kwa sababu ya muda ambao nimeishi nao hao wanyama. Pia nikawa nimegawiwa sungura wakiwa 10, nikawa nimewazalisha kwa muda wote nilioishi nao, nimewazalisha sungura 12. Na baada ya kuwazalisha hao sungura wadogo, nikawagawia wenye kikundi ambao ni walengwa wa huo mradi. Kwa ujumla mradi huu umeninufaisha hasa kwa kupata mafunzo, pia na kunipa wanyama ambao nawaendeleza, pia pamoja na viazi lishe, pamoja na maharage na mbolea. Sekta ya kilimo ina nafasi kubwa katika upatikanaji wa chakula bora kwenye kaya. Kupitia afisa ugani Gloria, manufaa ya mradi yanajidhihirisha katika ongezeko la upatikanaji wa mazao yaliyoongezwa thamani ya lishe na uelewa wa jamii juu ya matumizi ya mazao hayo ili kuboresha afya zao. Naitwa Gloria Nyela, ni afisa kilimo wa kata ya Inyala, niliyepewa mafunzo mimi pamoja na mkulima kiongozi. Mradi huu uliletwa kwenye kata yetu kwa kupewa wanyama wadogo wadogo. Tumepewa sungura 10, majike 9 na dume 1. Tumepewa kuku 10, majike 9 na dume 1, jogoo 1. Lakini pia tulipewa simbilisi 5, 4 majike na dume 1. Lakini pia kwenye upande wa kilimo tulipewa viazi lishe pamoja na maharage aina ya Jeska. Kwa hiyo katika usimamizi nimehakikisha wale wanaopewa hizo sungura wana mabanda mazuri, lakini pia wameelekezwa ni jinsi gani ya kufanya usafi kwenye mabanda, lakini wakiona tofauti yoyote ya kiafya kwenye wanyama wao wameweza kutoa taarifa na tukaweza kuwapa matibabu. Safari hii imedhihirisha kuwa mabadiliko ya kweli huanza na jamii iliyopewa maarifa, zana na matumaini. Lishe ya mwanao si mradi tu, ni harakati ya kuinua kaya, kuimarisha afya ya watoto chini ya miaka 2 na kujenga kizazi chenye afya na lishe bora. Kwa pamoja, serikali, wadau wa maendeleo, wahudumu wa afya, wataalamu wa kilimo na wanajamii, tunaunda jamii yenye uwezo wa kujitegemea na kuhakikisha kila mtoto anakuwa katika afya na lishe bora. Lishe ya mwanao kwa afya bora ya kizazi kijacho.